tayari amekwisha kufika, wanahakiki mawili matatu na kisha atapigia kura katika eneo la ndani katika kituo chake, na atachukua sifa hizo muhimu zinatakiwa zifanyike hivyo, na tayari yeye atabisha kuingia ndani tayari kupiga kura. Tutakupa hiyo kuonyesha namna ambavyo zoezi linaendelea na zoezi linafanyika hivi sasa tayari kwa kupiga kura. Akitoka tunaangalia kama tutapata fursa tuzungumze naye mawili matatu. Zoezi lenyewe atazungumza, lakini pia anaweza kutoa wito kwa Watanzania watu kuendelea kujitokeza zaidi. Katika maeneo tofauti taarifa zinaonesha kwamba wananchi wameendelea kujitokeza, na wengine wanafika wakipiga kura wanaondoka kwenda kwenye maeneo mengine, lakini kumbuka kwamba huu ni uchaguzi wa 7 tangu Tanzania ilipoamua kuchukua demokrasia ya vyama vingi. Uchaguzi wa mwanzo ukiwa mwaka 1995, na ndipo ambavyo vyama vilivyoanza kupambana kwa mtindo wa demokrasia, ambapo wengi mnashindana, mnapata fursa ya kwenda kwa wananchi, wananchi wanasikiliza hoja na baadaye wanakupa ridhaa ya kuchagua. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa inaitwa hivyo, lakini sasa hivi baada ya marekebisho makubwa ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo sasa na yenyewe zoezi linaendelea na inafanyika inaendelea uchaguzi huu. Huu ni uchaguzi wa kwanza wa tangu tume huru kusimamia. Lakini awali chaguzi 6 nyingine ilikuwa ni Tume ya Uchaguzi ilikuwa inaitwa hivyo, lakini sasa hivi ni Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio ambayo inasimamia zoezi hilo. Marekebisho yalifanyika, na hayo marekebisho ilikuwa ni miongoni mwa matakwa na maoni ya wananchi mbalimbali ya kwamba sasa marekebisho yafanyike. Marekebisho yakafanyika, na baada ya hapo kinachoendelea sasa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi yuko katika eneo la ndani akipiga kura, akitimiza fursa yake muhimu ya kidemokrasia. Na hivi ninavyozungumza tayari tunangoja hapa, atazungumza mawili matatu na atapiga kura ya mbunge, atampiga kura ya atachagua diwani, atachagua mbunge na kisha atachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza zoezi hilo ndo linaendelea hapo, akipiga kura, akitimiza haki yake muhimu katika eneo lake. Ikumbukwe tu hata uchaguzi wa serikali za mitaa shughuli ilikuwa hapa, kwa sababu hapa ndipo ambapo eneo alikojiandikisha, na alifika amehakiki. Baada ya kuhakiki, zoezi linaloendelea ni kupiga kura. Ni uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na rais unafanyika hapa, na tunachoendelea hivi sasa ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan tayari anapiga kura hivi sasa, na tunangoja hapa nje kama tutapata mawili matatu kutoka kwake tutayazungumza. Lakini awali tulikuonyesha wagombea urais wengine kupitia vyama vingine tayari na wenyewe walishapiga kura katika maeneo tofauti, na kupitia matangazo yetu umeweza kupata mawili matatu. Naam, mawili matatu yako hapa. Eliza, kama mnanipata na timu hapo, mgombea rais wa Chama cha Mapinduzi hivi sasa anapiga kura hapa. Tuko hapa tunangoja, kama mtakuwa na mawili matatu kuzungumza tunaweza tukazungumza wakati tukisubiri hapa nje, kama tutapata maneno, kama tutapata ridhaa ama majaliwa ya kupata maneno mawili matatu. Amini Mgeni, nimekuona hapo tangu asubuhi sana ukiwa katika kituo hicho cha kupigia kura. Embo tupe tathmini yako kwa ujumla tangu asubuhi ulipofika hapo hadi hivi sasa, mwitikio wa watu ukoje? Maana najua umeweka kambi hapo mapema sana. Mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa tangu mapema hivi, saa 1 shughuli imeanza, na wengine walipotoka kwenye swala ile asubuhi walisubiri kabisa kwenye maeneo haya. Kwa hiyo ilipofika wakati wa kwanza kupiga kura walianza kupiga kura, na imekuwa hivyo, kila anayokuja anapiga kura na kuondoka kama ambavyo sheria inataka kwamba fika, piga kura na kisha ondoka, na ndivyo ambavyo kinachoendelea hapa. Na ikumbuke tu mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye hili ndio eneo lake la kupigia kura, na hivi sasa hivi anatekeleza haki hiyo hapa, na tuko hapa tunangoja kama tutapata mawili matatu baada ya yeye kutoka hapa, basi tutafurahi ili kujua kwamba mtazamo wake, na baada ya kuona zoezi lenyewe na kisha tuendelee kuwapa mawili matatu yanayoendelea huko, lakini pia kumpitisha Mtanzania katika kila kona ya nchi kuona hali halisi ya mambo yanavyoendelea. Amini, tufahamishe kwamba awali ulivyoanza asubuhi pale, bila shaka ni utamaduni unaojulikana kwamba muda fulani unaweza kukuta watu bado ni wachache. Kadri muda unavyoongezeka ndivyo idadi ya watu nao inavyoongezeka katika mistari.
Hili hapo linaakisi uhalisia wa hilo? Linaakisi uhalisia. Kama unavyoona, foleni nyuma yangu awali haikuwa hivi, walikuwa wachache tu, mmoja wawili wanaondoka, lakini sasa foleni ni kubwa hapa nyuma, ikionyesha kwamba kadri muda unazidi kwenda watu wanazidi kujaa, na wengine huwa wanaangalia kupitia TBC kuangalia nini kinaendelea huko. Kwa hiyo wanajitokeza kwa wingi kwenda kutimiza moja kati ya wajibu wao muhimu wa kupiga kura, alama muhimu ya demokrasia, ambapo taifa la Tanzania limeamua kupitia katika mlango huo, na sasa ni uchaguzi wa 7 huo likiendelea kutimiza wajibu huo muhimu. Watachaguliwa leo madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matokeo mengine kulingana na taratibu zilivyo, ikiwemo wabunge watatangaziwa na wasimamizi wa uchaguzi, lakini matokeo ya urais tutayasikia huko yakitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika eneo ambalo shirika la utangazaji Tanzania TBC tumepiga kambi, na tutaenda huko, tutakwambia lini, ni wakati gani. Wao ndio wenye ridhaa. Sisi kazi yetu kuweka microphone zetu na kuanza kuambia Watanzania kinachoendelea. Kwa hiyo kadri muda unavyozidi kwenda, watu wanazidi kuongezeka kwa wingi. Niwakumbushe tu, mwisho ni saa 10, lakini baada ya hapo afisa atasimama nyuma ya mtu wa mwisho kabisa, na kisha baada ya hapo wale ambao saa 10 wamewakuta watamalizia kupiga kura, na kisha zoezi hilo litaendelea. Kwa hiyo Gabriel Zakaria, idadi ya watu inazidi kuongezeka kadri sana wakati unavyokwenda. Amini mgeni na mtazamaji, nipate tu kumjulisha kile ambacho kinaendelea hapo. Namuona mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan akihakiki kadi yake, na anakabidhiwa basi zile karatasi kwa ajili ya kwenda kupiga kura ya urais, ubunge pamoja na diwani. Amini mgeni, pengine kuna chochote ambacho si cha kawaida kimetokea hapo? Labda mtu amekuja na kitambulisho chake lakini halioni jina lake, ama amekuja na kitambulisho mbadala lakini anaambiwa majina haya yafanani. Chochote ambacho umekiona si cha kawaida ukatujulisha watazamaji. Amini mgeni, bila shaka unanipata. Ningetamani kufahamu kama kuna chochote ambacho si cha kawaida kimetokea hapo katika kituo hicho cha kupiga kura. Pengine mtu amekuja na kitambulisho chake lakini haoni jina lake, ama amekuja na kitambulisho mbadala lakini majina hayafanani na yale yaliyomo kwenye daftari la kupiga kura. Pengine labda unaweza ukatujuza. Na mnaona Amini mgeni hatupati vizuri, lakini mtazamaji, kinachoendelea pale ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan akikabidhiwa karatasi za kupigia kura kuhakikisha kwamba naye anatumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kuwachagua viongozi ambao anawataka katika ngazi ile ya urais, ubunge pamoja na udiwani. Na ndivyo inavyokuwa mtazamaji, katika kituo cha kupigia kura unapewa maelekezo, unaelezwa vizuri kwamba hii karatasi ni ya kiti pengine cha udiwani, hii utaitumia kwenye kiti cha ubunge, hii utaitumia kwenye kiti cha urais. Na zile karatasi mtazamaji pia zina rangi ambazo zinaendana na yale masanduku ambako utaenda kutumbukiza. Kama ni kura ya urais basi kwenye sanduku la bluu, kama ni kura ya ubunge kwenye sanduku jeusi, na kama ni kura ya diwani kwenye sanduku jeupe. Ni maelezo ambayo ni rahisi kueleweka na utapewa maelezo yale kwa upendo kabisa, kama ambavyo unashuhudia mtazamaji. Sio kwamba yule ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa kila mpiga kura ambaye atajitokeza katika kituo cha kupiga kura atakutana basi na watendaji ambao wana ukarimu, ni wanyenyekevu, na watakupa taarifa zote ambazo unazihitaji ili kuhakikisha basi zoezi zima la kupiga kura linaenda vizuri. Naam, sasa unamwona mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika Kituturi. Ili ni eneo maalum kabisa la kupigia kura. Hicho kibox unachokiona
ndicho kinachoitwa kituturi, kieneo cha siri kabisa. Ni wewe na mawazo yako na Mungu wako, unajua nani ambaye unataka umchague, na ulishasikia sera za viongozi mbalimbali wa kijinadi. Leo ni kufanya maamuzi kama maamuzi ambayo anayafanya mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Amini Mngeni, kama unanipata na una lolote unataka kumjuza mtazamaji wa TBC1, karibu. Wakati rais na mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi akiendelea kufanya maamuzi ama kutumia haki yake ya msingi na ya kikatiba kabisa kuwachagua viongozi ambao anataka waliongoze taifa hili katika kipindi kingine cha miaka mitano. Mtazamaji, ni kujuze tu, haya ni matangazo mbashara na maalum kabisa kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2025, na leo ni Oktoba 29. Na ameanza pale kuweka karatasi katika chombo cha urais, ubunge pamoja na udiwani. Amini Mngeni, nirejeshe matangazo hayo hapo kwako. Naam. Naam, ndivyo ambavyo zoezi hilo la kupiga kura kwa mgombea wa kiti cha urais wa Chama cha Mapinduzi CCM likiwa linahitimika hivyo, na amewaonyesha umma uliopo pale kwamba tayari nimeshatumia haki yangu ya msingi na ya kikatiba, na kama unavyoona kwa kuonyesha ishara ya kidole kwamba amemaliza, na umeweka uthibitisho kwamba naye amepiga kura, na ndivyo anaondoka katika na bila shaka atazungumza kidogo na waandishi wa habari. Amini Mngeni, narejesha kwako tupate kusikia kile ambacho mgombea urais wa kiti cha CCM akizungumza mara baada ya kutumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Ni lipi ambalo anataka kuambia Watanzania? Basi tunakwenda kumsikia mbashara kabisa kile ambacho anaenda kuzungumza na Watanzania Oktoba 29. Tunafanyaje? Tayari. Tutazungumza moja kwa moja mheshimiwa. Okay. Ndugu mko tayari? Tayari. Haya, ndugu waandishi wa habari, habari zenu. Niwapongeze kwa kazi, kwamba nilikuwa nafuatilia zoezi hili toka asubuhi, na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati mwafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe Watanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende wakafanye wakatimize haki yao, wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka, ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Nawashukuru sana waandishi wa habari, naomba muendelee kuwataarifu wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapige kura. Basi niwashukuru kwa hili, asanteni sana.